Kwa majina anaitwa Geshen Nahori Clave, ni mkazi wa kijiji cha Idunda, ni afisa usafirishaji. Kwa lugha nyepesi naweza nikasema ni dereva bodaboda. Kiukweli naongea hivi kwa uchungu sana kwa ajili ya daraja letu. Kiukweli kwa hali ya hewa inayoendelea, kwa hali ya mvua, ni kweli hapa kwenye daraja tunapata changamoto kubwa sana. Kwa kweli kama serikali ipo, Mheshimiwa Rais au mdau yoyote unayetuona, naomba mtusaidie. Hivi kuna wanafunzi ambao wanasoma katika kijiji cha Kimara, kata ya Kimara, kiukweli wanatoka kwa mguu wanakuja Idunda, na hivi karibuni tunaweza kushindwa kupata usafiri. Tunaomba mtusaidie tusiweze kuangamia, kwa sababu kipindi cha nyuma tulikuwa tunaweza hata kupita tunapenya, lakini sasa hivi wameweka, baada ya kuanza kujenga daraja, kama wameweka wigo hivi hatuwezi kupita. Kwa hiyo tunaomba serikali mtusaidie tuweze kupita huu msimu wa mvua. Sawa. Jina naitwa Elisha Nyamoga. Mimi ni mzee. Niko hapa darajani kwa sababu tunapata kero ya daraja hili. Daraja lilikuwa linajengwa lakini limesimama. Sasa watu tunapata kero. Watu wanaokwenda hospitali Kimara wanapata shida kuvuka. Bodaboda pia hatupati usafiri na hatujui kama daraja hili limesimama kwa ajili gani. Kwa hiyo tunapata tabu hapa. Kama serikali inatuona hili, ilione hili, itusaidie kwa namna yoyote ile. Daraja hili liishe ili tupate kuvuka. Na mvua ndo hizi sasa hivi tunafungiwa. Action. Kwa majina naitwa Sisilagi Dyson Myungire, ni mwenyekiti wa serikali kijiji cha Idunda. Hili ndilo eneo la mradi wa daraja ya mto Mtongolosi ambayo ni kero kubwa na kiunganishi cha kijiji cha Idunda na vijiji vingine kama Kimara. Tumeamua kuja katika eneo hili kwa sababu mradi huu una mkandarasi ambaye ameutelekeza. Hatujui kwamba mkataba wake unaishia lini na anajenga kwa shilingi ngapi. Kama serikali hatujui. Ndio maana tumeamua wananchi kuandamana na kuja kufanya maendeleo kwa ajili ya kujitolea kutengeneza daraja la muda, kwa sababu kutokana na hali ya mvua zinazoendelea kunyesha tumeona hakuna uwezekano ambao tunaweza tukaupata kwenda vijiji jirani kama Kimara kwa ajili ya huduma ya afya, elimu, kwa sababu tuna watoto wanasoma huku. Hivyo basi, kwa kuwa serikali tunaijua kwamba ndio ambayo ianzisha miradi hii, tungeomba daraja hili liishi kwa muda ambao serikali imepanga. Kwa kuwa mkandarasi huyu hatumjui, tangu aanze kazi mwezi wa 9 hadi leo daraja kama mnavyoliona. Hivyo serikali tunaomba ifanye jitihada yoyote, kwanza kuja kuiona daraja hili juu ya ujenzi wake, linajengwa kwa kiwango gani na pia linajengwa kwa muda gani, kwa sababu kama jamii ni kero ambayo imepelekea kutuletea mazingira magumu.